Tulivopata uhuru, na maanisha uhuru. Nyerere aliambiwaje? Wewe bwana Nyerere na mablaki wenzako mtakuwa viongozi huko Ikulu na sehemu mbalimbali. Lakini masuala ya kiuchumi yatakuwa ni jukumu la Wahindi, Waarabu na Wazungu. Kwa mtu mwenye akili ndogo ataona tulipata uhuru kweli. Ni uhuru gani unao wakati ukisikia njaa kuna mtu unatakiwa umpigie magoti ndo akupe chakula? Huo ni uhuru gani? Waafrika Kusini walivopata uhuru, na maanisha uhuru, Wazungu walikabidhiwa 70% ya ardhi yenye rutuba ya Waafrika Kusini. Halafu blacks akina Mandela wakaambiwa wawe ni marais, wakae huko Ikulu. Huo ni uhuru gani? Ndugu zangu, Wazungu wanasemaga what a time to be alive. Hakuna nyakati bora kama nyakati zetu sisi kuwa hai, tukashuhudia haya mabadiliko. Ndugu zangu, uhuru wa kweli ni kuendesha uchumi wako na kufanya maamuzi ya uchumi wako kwa faida ya watu wako. Huo ndio uhuru wa kweli. Kama utafanya maamuzi ya uchumi wako kwa faida ya taifa lingine, wewe una uhuru gani? Bwana Maduro ameambiwa mfumo wake wa kisiasa ulikuwa ni hatari kwa usalama wa Marekani. The socialist Maduro. Sasa kwa alichokifanya Marekani, tafsiri yake ni kwamba kumbe ukoloni haukuwahi kuisha duniani. Ukoloni bado upo. Unajua kuna ile methali ya Kizungu anasema the rules of the jungle. Maana sheria ya mwituni, mwenye nguvu ndo anayeamua mfumo wa maisha. Yaani mwenye nguvu ndo anayeamua namna atakavyoishi huko porini. Rule of the jungle. Katafuteni nyewe wasomi. Ndicho Marekani anachotuonyesha sisi leo hii. Ndugu zangu, hii dunia, uhuru wa kweli uendeshe uchumi wako. Mtu ataniuliza, hivi sio Tanzania tuko huru? Bado hatuko huru. Kwa nini? Kwa sababu bado mfumo wa maisha yetu ya kila siku ni ule ambao Mwingereza alituandikia, alafu akaja akampa Marekani, sijui ndio huko kwa China na Warusi wanakopita. Uhuru wa kweli ni pale pia sisi wa Tanzania tutakapobadilisha mfumo wa uendeshaji wa nchi yetu. Tutoke katika mfumo kwamba mtu mmoja ndio atakayetoa amri ni namna gani mtu wa Kigoma ataishi, ni namna gani mtu wa Mbeya, Mtwara, Kilimanjaro, Arusha ataishi. Yaani mtu akiwa Kigoma akipata tatizo atakwambia rais. Mtu akiwa Tunduma akipata tatizo atakwambia rais. Mtu akiwa Ilemela, mtu akiwa Tandaimba akipata tatizo tu anawaza rais. Why? Tunatokaje hapa? We need to change this. Na hichi tumekiona kwa Maduro. Kwa nini Maduro alikuwa ndio target kwa Marekani? Kwa sababu kwa mfumo wa kimaisha wa Venezuela, ukimkamata mtu mmoja umepata kila kitu. We need to change this. Sasa kuna mtu mmoja aliniandikia comment moja ya kipumbavu sana. Kuna namna nilimjibu, lakini huyu bwana bado amebaki kwa akili zake kwamba katika hao watatu, China, Urusi na Marekani, bado Marekani ana nguvu kuliko hao wawili. Ukiwa una akili za movie za kina Rambo, ukiwa na akili ya ile elimu tuliyofundishwa darasani ya kujibia mtihani kwamba mlima Kilimanjaro ulivumbuliwa na mzungu, ziwa Victoria lilivumbuliwa na mzungu, utaamini kweli Marekani ana nguvu kuliko China na Urusi. Lakini nataka nikwambie ukubwa ni chakula. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa global influence, ushawishi katika dunia. Hivi ushawishi wa China unajulikana. Yeye ndo mzalishaji mkubwa wa bidhaa. Hata yule aliyenijibu aliyeniandikia ile comment ya kijinga, simu aliyotumia ni ya Kichina, nguo alizovaa ni za Kichina, furniture zake ndani zote 100% ni za Kichina. Kwa hiyo global influence ya China silaha yake ndiyo kituo kikubwa cha kuzalisha bidhaa duniani, the world manufacturing center. Twende kwa Urusi, ndio baba wa nishati Ulaya nzima. Yaani Ulaya hawana sehemu ya kwenda wapate nishati zaidi ya Urusi. Hakuna alternative. Sehemu yote utakakokwenda inabidi ulipe mara 2 mara 3. Kwa hiyo hakuna ujanja. Lazima Ulaya ni mali ya Urusi. Niambie kwenye global influence silaha ya Marekani ni ipi? Naamini kuna mtu ameshataja huko. Dola is a paper. Watu wanaitafutia mbadala. Dola ni kitu kidogo sana. Imagine uko shamba kama kule nilikozaliwa. Una ndizi zimekomaa, una chumvi ndani, una maji. Una hata shilingi 10. Si unachanja ndizi, unaweka jikoni, unakula, unalala, unakunywa maji safi kabisa. Watu wanasafiri kutoka Ulaya kuja kunywa maji pale
Moshi Kilimanjaro? You don't know, kwa imani zao. Yaani kuna watu wanakuja Moshi kuja kunywa maji ya Kilimanjaro kwa imani. Sio kama ni maji safi, kwa imani, wana imani zao wazungu. Nishakukuta wazungu wanakunywa maji ya Kilimanjaro, wana imani zao. Sasa ukisema hawa watatu Marekani ana nguvu kuliko hawa wawili, kamwambia Uingereza alivyoitawala dunia nzima ni kitu gani kilichomfanya akadondoka. Kuna jamaa wangu mmoja napendaga kumsikiliza sana, ni mtu wa Mashariki ya Kati, ana channel yake kubwa sana. Alikuwa na react wakati Uingereza ikiwa inatoa maneno yake kuikemea Urusi, akawa anatoa picha ya Uingereza ya zamani wakati kitawala dunia na Urusi ya zamani, yani Soviet. Alafu akaonesha na sasa kwamba Uingereza kanazidi kuisha tu na Urusi linazidi kuongezeka. Kwa nini? Warusi wana chakula. Kwa hiyo wewe uliniandikia ile comment kwamba bado unaamini kwamba Marekani ana nguvu. Nataka nikwambie, China anazalisha bidhaa, ndio silaha yake kubwa, na lazima haizi kukosa watu. Urusi ana nishati na chakula pia, ngano. Kwa hiyo Ulaya hawana ujanja. Marekani ni jambazi, na ninakuthibitishia kwamba Marekani ni jambazi kwa hichi alichokisema bwana Trump. Trump amesema baada ya Venezuela anahamia wapi? Colombia, Cuba, Mexico, Greenland. Msikilize kwa maneno yake mwenyewe bwana Trump akisema kituo kinachofuata ni Colombia. A very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Na teknolojia. Ngoja nijibu ya Trump. Trump anasema hivi, tuna jirani yetu hapa ni mgonjwa, huyu rais wa Colombia ni mgonjwa na nchi yake pia ni inaumwa. Kwa hiyo huyu jamaa anamiliki viwanda vya kusaga cocaine. Kwa hiyo nataka nimwambie huyu bwana hana maisha marefu. Kwa hiyo ajiandae. Yaani hayo ni matamshi ya Rais Trump kwa rais wa Colombia. Kumbuka Colombia imebarikiwa kama Venezuela, ina mafuta, ina silver, ina madini kama vile Venezuela ilivyobarikiwa, Colombia imebarikiwa hivyo hivyo. Sasa msikilize akizungumzia swala la kuivamia Cuba amesemaje. Considering US action in Cuba? I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Kwa vikwazo ambavyo Cuba amewekewa na Marekani, Trump anaamini kwamba Cuba itadondoka yenyewe. It's going to fall. Ndugu zangu, niliwaambia huku duniani matatizo hakuna. Matatizo yanatengenezwa na binadamu wanaoamini kwamba wao ndio miungu wa huku duniani. Yani inatengenezwa system, unaingizwa. Ukishaingizwa kwenye ile system, unalazimishwa mfumo fulani wa maisha ambao hauna faida kwa raia wako. Ndio vinaitwa vikwazo. Kwa hiyo kwa imani ya Trump ni kwamba Cuba itadondoka yenyewe. Cuba is going to fall. Hiyo ni Cuba. Kituo kinachofuata. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Mimi nataka nitoe jibu la kifupi tu alichokisema. Jamaa anakuambia the cartel are running Mexico. Yaani nchi ya Mexico, nchi yenye watu zaidi ya milioni 100 na inaendeshwa na genge la wauza madawa kulevya. Akasema we have to do something. Kwa hiyo Mexico, nishawaambiaga Mexico haina jeshi. Yaani Mexico haina military. Mexico inalindwa na Marekani. Hakuna kitu ambacho Mexico anakifanya ambacho kiko nje ya wanachokitaka wa Marekani. So kama alivyosema, we have to do something in Mexico. Mexico is being run by cartel. Yaani sitaki kutumia kuwa disrespectful, lakini Mexico, uhusiano wa Mexico na Marekani si kama sisi na Zanzibar.
Kwa Zanzibar wana military official kwamba yani sisi na Zanzibar tumeingiliana kimilitary. Yani chukua huo mfano kwamba like Mexico ni Marekani, wewe tengeneza hiyo picha. Ndio maana tayari ameshasema kwamba Gulf of Mexico inakuwa Gulf of America. Si huyu Trump alisema kuna nini tena hapo? Twende sasa Ulaya huko ambako Trump amepavamia kwa kina NATO wenzake. Anaitaka Greenland. Sikiliza alichokisema. Don't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talk so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I think it's a big You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. Tunahitaji Greenland kwa usalama wetu. We need Greenland for national security. It's so strategic. Mbona neno iko kimkakati sana. Ni kweli wala sio uongo kwa wazee wa military wanaojua masuala ya military. Greenland is very strategic. Warusi wanapataka pale, wa China wanataka pia Greenland na Marekani anaitaka. Sasa kizuri ni kwamba Greenland inamilikiwa na mwanachama wa NATO na ameshamtaja hapo kwamba Denmark hawezi kuzuia, lazima wataichukua tu. Na wakati Trump anatoa maneno kwamba wanahitaji Greenland, kuna mwanamke yuko kwenye cycle ya kina Trump kwenye uongozi huko, alipost picha ya Greenland ikiwa na rangi ya ramani ya Marekani kama nilivyokuwekea hapa kwenye screen unavyoona. So ni kama vile NATO wanapokonyana ardhi kwa sababu Ulaya hawataki anachotaka kukifanya Trump kuanyang'anya Greenland. Kwa hiyo ni vita ya wenyewe kwa wenyewe, NATO wanakulana. Putin kuitaka Ukraine kwa national security ni mvamizi. Kama wengine wengi mpaka wengine wenu mnaochambua mnasemaga kwamba Putin ni mbaya kuivamia Ukraine. Mnajua wengine kuna watu mnachambua lakini hamna elimu ya military. Imebakwa akili zenu huko mashuleni. Lakini kama unajua masuala ya military, Ukraine ni mali ya Urusi. Kama vile kwamba Canada, Mexico, they are helpless. Ukisha kuwa kwenye mipaka ya mkubwa, lazima mheshimu mkubwa. Vitu vingine havihitaji discussion ya sijui nisemeje. Twenda kwenye ile methali ya kizungu, rules of the jungle, kwamba wenye nguvu ndio wanaoamua mambo yaendeje huko msituni. Kwa hiyo katika msitu unaoitwa dunia, wenye nguvu watatu, Marekani ambaye nguvu zake ni za yani yeye ushawishi wake kwamba yeye ni jambazi mkuu. Kwa hiyo ana force anachokitaka yeye. Mkubwa mwingine ni Urusi. Urusi yeye lazima utakwenda kwake kwa sababu ukisikia njaa lazima uende kwake. Yani hii Ulaya mnaoiona mmoja baada mmoja, Mungu awape uhai, watakwenda kwa Urusi. Wao wataenda kununua wapi gesi? Gesi ya Marekani unajua ni bei gani? Wapigieni simu ndugu zenu wanaoishi Ulaya, wawaambie gesi shilingi ngapi. Kwa hiyo gesi na unga vinatoka Ulaya, vinatoka kwa Urusi. Ulaya lazima utakwenda kwa Urusi. Twende wazee wa kutaka faida, wafanya biashara. Wewe unataka faida, utakwenda kununua bidhaa zako wapi kama sio China? Upate bidhaa bei rahisi uje uilangue Ulaya. Ndugu zangu, hili pori linaloitwa dunia ni la watatu. Wawili wana ushawishi ambao unajulikana. Mmoja ni mzalishaji bidhaa, mwingine ni ana chakula. Huyu watatu huyu full ujambazi. Na ujambazi ni kulingana na silaha alizojikusanyia kwa teknolojia aliyoiba sehemu mbalimbali. Nyie mliobaki kwa akili zenu, mlitoka shuleni mkiamini kwamba mlima Kilimanjaro ulivumbuliwa na mzungu. Ziwa Victoria lilivumbuliwa na mzungu. Hebu rudini shuleni mkasome vizuri. Uingereza ilitawala kiasi gani cha dunia na leo hii Uingereza imebakije? Kwa nini Uingereza ipotee kiasi hicho, Urusi bado ipo? Kwa sababu Uingereza ilijijenga kijambazi. Jambazi akizeeka, yaani kama unavyomuona Tyson kwenye ujana wake, aliwapiga wangapi na aliingiza shingapi kwenye akaunti yake. Sasa hivi amezeeka maskini mzuri tu. Kwa hiyo Amerika unayoiona haina mali kama Urusi, haina talent ya kuzalisha bidhaa kama China, ipe muda mfupi sana. Hawana hata watu wa kufanya kazi, wanasubiri Waislamu waende, Waafrika waende wakafanye kazi. Ndugu zangu, haya nayowaambia sio nayotengeneza mimi. Waamerika wenye akili ndio wanaoishauri serikali kwamba wanachokifanya
lazima kitawa backfire. Somo ni lipi hapa kwetu sisi? Cha kwanza mimi nataka niambie serikali yangu, huu mfumo wa maisha mtu mmoja anawekewa nguvu nyingi, alafu wakija hawa akina Marekani, akina Urusi, akina China, analazimishwa wanachokitaka yeye anaruhusu. Huo sio mfumo bora wa kiuongozi. Wa China mnawaona wamefika pale. Kuna mgawanyo wa kimamlaka na ufanyaji kazi. Ndio akafika pale. Wa Russia hivyo hivyo. Step number 1 kwetu sisi. Sitakiwi kupata tatizo Dar es Salaam nimtaje rais. Inabidi nikipata tatizo Dar es Salaam na mtaja rais wa mkoa wa Dar es Salaam, nimwambie Chalamila, kivuko kinapona lini? Yaani tunataka mkuu wa mkoa mwenye mamlaka na mkoa wake, sio aliyechaguliwa na rais. Kwa sababu Chalamila sasa hivi ukiwa na tatizo mpaka apige simu kwa rais aliyemchagua, naweza nikafanya ile, hana mamlaka. So mtu mmoja anapokuwa na mamlaka makubwa kama haya kwa nchi nzima, ndo anakuwa prime target ya hawa wakubwa, ndo anakuwa prime target ya hawa majambazi wakubwa wa dunia, kwamba tukimkamata au tumekamata kila kitu. We need to fix the new foundation kutoka kwenye mfumo huu. Na huu ndio mfumo uliofanya marais wengi sana kuuawa Afrika. Kwa sababu mfumo wa kiutawala walituandikia wao kwamba the center of power will be one person, kwamba tukimkamata huyu tumekamata kila kitu. Tanzania katiba mpya, tukumbushane, nchi nzima haitakiwi kukaa kwenye mfuko wa mtu mmoja. Tuelimike, tusiwe wasomi.